BW Media, stay informed. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Nipende kukaribisha tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya mwongozo wa kujifunza Biblia, na ninayo furaha sana kuweza kukaribisha kwa sababu ndio tunaanza lesoni yetu kwa robo hii ya 4 na ndio robo ya mwisho kwa mwaka wa 2025. Nipende kushukuru wewe ambaye umeendelea kwa pamoja nasi tangu tulivyoanza robo ya kwanza na mpaka sasa tunapoelekea kuhitimisha robo hii ya 4 kwa mwaka wa 2024. Mungu aendelee kukubariki sana. Karibu endelee kujiunga pamoja nasi tunapoanza somo la kwanza mpaka utakapohitimisha somo la 13. Katika robo hii ya 4 tutakuwa na mada nzuri kabisa. Tutakuwa tunazungumzia mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Hii ndio mada tutakayokuwa tunatembea nayo katika robo hii ya 4. Na sasa nipende kukukaribisha mpenzi mtazamaji na msikilizaji, uendelee kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Karibu mpenzi mtazamaji, ujumuike pamoja nasi. Tunakushukuru Baba yetu kwa nafasi nyingine nzuri uliyotukirimia uzima wa kujifunza neno lako. Tunakualika uwe pamoja nasi tutakapokuwa tukijadili mafundisho ya imani katika kitabu cha Joshua, tukaweze kuimarika, hasa kuweza kuipata ahadi uliyotukirimia. Kuwa pamoja na mtazamaji anayetufuatilia, roho yako asipungue kwake, ukamtafsirie akaelewe, asogezwe karibu na wewe. Amen. Niwakaribishe sana mzee, tulikumisi muda mrefu. Na kama nilivyokutambulishia kichwa cha somo, tutakuwa tunaangalia kichocheo cha mafanikio. Na fungu elekezi tutakuwa tunatembea nalo linapatikana katika kitabu cha Yoshua 1 na ule mstari wa 7. Inasema, uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Na sasa tunapokwenda kuangalia somo hili la kwanza, tupate kwanza muhtasari wa kitabu hiki cha Yoshua kabla tujaweza kuingia ndani, ili tunapoanza uweze kuwa na uelewa mpana mpenzi mtazamaji nini tutakachokuwa tunakizungumzia. Sasa nimkaribishe mwinjilisti Masaka aweze kutupatia utangulizi kuhusiana na lesoni yetu hii ya robo ya 4. Karibu. Katika robo hii ya 4 tuna kitabu cha Yoshua, kitabu cha pekee chenye mada nzuri za kusisimua, mada ambazo zinapendeza sana katika kuzisikiza na kujifunza. Na tuanze na jina lenyewe Joshua, maana yake. Joshua, neno jina Joshua maana yake ni Mungu mkombozi. Na jina hili ni jina ambalo alipewa na Musa. Hapo awali alikuwa anaitwa Hoshea. Kwa hiyo Joshua ametoka katika makabila ya 12 ya Israeli, ametoka kwenye kabila la Efraim. Efraim ni mmoja wapo mtoto wa Yusufu. Yusufu alikuwa na mtoto wawili, mmoja Manase, mmoja Efraim. Kwa hiyo Joshua kutoka katika kabila hili la Efraim. Na alikuwa ni mmoja wapo wa wapelelezi wale 12 ambao walitumwa na Musa kuipeleleza nchi ile ya Kanaani ambao wanakwenda kuimiliki. Na katika wapelelezi wale 12, wapelelezi wawili, yani yeye Yoshua mwana wa Nuni pamoja na Kalebu mwana wa Yefune, ndio walikuwa wapelelezi wenye kuleta habari njema za kuwatia moyo watu wa Mungu ambao walikuwa nakaribia kurithi ile nchi ya ahadi. Kwa hiyo Yoshua anaelezewa kwamba katika kitabu cha Wazee na Manabii sura ya 44 kurasa 122 kinasema kwamba Yoshua ni kijana shupavu, ni kijana mwenye msimamo, kijana ambaye msimamo wake hauyumbi, kijana mwenye imani, kijana ambaye alikuwa ni mwadilifu, lakini kijana ambaye alikuwa ni mwaminifu na ni mpiganaji, na alihusika hata katika mapigano kadhaa ambayo Musa alitoa maelekezo katika ngambo ya Jordan, katika wafalme wale wawili, Ogo mfalme wa Bashan na walipigana katika akiongeza kikosi cha katika upiganaji. Kwa ni kijana ambaye alikuwa ni shupavu na ni mpambanaji, ni medali ambaye alikuwa anategemewa sana. Na Yoshua alikuwa, kabla hajaitwa na Mungu kuchukua nafasi ya Musa, alikuwa ni mtumishi wa Musa. Na kitabu cha Yoshua 1:1 anatamsha kwamba Yoshua ni mtumishi wa Musa, lakini Musa ni mtumishi wa Mungu. Kwa alilelewa chini ya mkono wa Musa, mtumishi wa Mungu. Na alipotoka katika nchi ya Misri alikuwa kijana mdogo sana. Alikulia jangwani na hivyo alishuhudia matendo makubwa ambayo Mungu alitenda kwa watu wake. Kwa alikuwa na uzoefu mkubwa wa kile ambacho Mungu alikifanya kwa watu wake. Lakini pia Yoshua alikuwa pamoja na Musa alipopanda mlimani katika kupewa zile mbao 2 za amri 10 za Mungu. Na alipanda mlimani. Hata walipokuwa nashuka katika ule mlima, wakati
wana Israeli wameachwa wapo katika uongozi wa Haruni. Haruni akashawishiwa na wale wana Israeli wakatengeneza ndama ya dhahabu. Walipokuwa wanashuka mlimani, Musa na mtumishi wake Yoshua akasikia kelele kule kambini katika malago ya Israeli. Akamwambia bwana wake Musa kwamba nasikia kelele na hisi kama ni kelele za vita. Lakini Musa akamwambia hapana, hizo kelele za vita, hizi ni kelele za watu ambao wanafanya sherehe. Na walipofika katika eneo lile walikuta sherehe ni kubwa, watu wanashangilia, wanakula na kunywa, wanaabudu ile ndama ya dhahabu. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba Yoshua ni mtumishi ambaye amelelewa na Musa. Ana uzoefu katika utumishi wa kazi ya Mungu. Ameshuhudia mambo makubwa ambayo Mungu ametenda kupitia kwa wana Israeli, na hivyo imefika wakati sasa anakabidhiwa taifa jipya au watu wapya ambao hawakuzaliwa Misri ila walizaliwa jangwani. Tunafahamu kwamba wale walizaliwa Misri walifia jangwani wote. Ila kizazi kilichozaliwa jangwani ndio ambacho kilifikia katika nchi ile ya Kanaani. Kwa hiyo Yoshua anaongoza kikosi kipya cha watu ambao walizaliwa jangwani, na hivyo anapewa jukumu kubwa kama Musa wa pili, akiongoza taifa kubwa la Israeli kwa ajili ya kuingia katika nchi ya Kanaani. Asante. Kichocheo cha mafanikio. Tutaenda kuangalia vitu gani tunapoanza kabisa lesson yetu ya robo ya kitabu cha Yoshua. Somo letu linazungumzia kuhusu habari ya mbinu kwa ajili mafanikio. Watu wengi tunapenda kufanikiwa. Kuna mtu ambaye hapendi kufanikiwa katika ulimwengu huu. Kila mmoja shauku yake ni kufanikiwa. Watu wanajiwekea malengo makubwa ili wafanikiwe, na wanapambana ili wafanikiwe. Na mara nyingi mafanikio hawaji hivi tu, yanatakiwa uweze kuwa na hali ya uvumilivu. Hata wale waliofanikiwa walipambana mara kadhaa, wakashindwa mara kadhaa, hatimaye wakafanikiwa. Kwa katika juma hili tunajifunza mbinu kwa ajili ya mafanikio. Kwenye lile fungu letu elekezi au fungu letu wakalili la kitabu cha Yoshua 1 fungu la 7 ni fungu linalotia moyo. Anasema hivi: uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendao. Katika fungu hili la kukariri na mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, na Yoshua anaambiwa na Bwana kwamba uwe hodari tu. Kuwa hodari maana yake ni kuwa jasiri. Kazi ambayo aliirithi kwa Musa ya kuongoza taifa la Israeli kutoka katika ngambo ya Jordan kuvukisha kwenda katika nchi ya Kanaani ilihitaji mtu ambaye jasiri. Ndio maana Mungu alimtia kwamba uwe na moyo mkuu, yani uwe hodari. Lakini jambo la pili katika fungu hili na ushujaa mwingi. Ushujaa ni ushindi. Ushujaa ni mafanikio. Alimtia moyo kwamba katika utumishi na huduma yako Mungu atakufanikisha na utafanya kwa ufanisi zaidi. Kwa jambo la tatu, Mungu alimwambia asiache sheria ya Mungu. Mafanikio yanakuja kwanza kwa kuwa na moyo wa ushujaa. Lakini jambo la kwanza kuwa na hodari, la pili kuwa na ushujaa, lakini tatu kushika sheria ya Mungu, kufuata maelekezo ya Mungu. Maana katika kuwalisha wana wa Israeli Mungu ndio jambo hili analiongoza katika utaratibu wake. Kwa ili huyo Yoshua afanikiwe katika kazi kubwa hii, alipaswa ashike sheria ya Mungu, asikie sauti ya Mungu, apate maelekezo yake ili amsaidie katika kufanya kazi na katika ufanisi. Ili pia kwetu leo sisi tunatakiwa ili tufanikiwe katika maisha yetu, kanuni zile zile: kuwa na uhodari, kuwa na ushujaa, lakini kutenda sawasawa na sheria ya Mungu. Kwa namna hiyo basi Mungu ameahidi kwamba atatufanikisha katika mafanikio sana katika utumishi wa kazi yake. Asante. Asante sana mwinjilisti, umeelezea kwa uzuri kabisa. Na mpenzi mtazamaji, hayo ndio mafundisho ambayo tunaweza kuyapata katika somo la juma hili. Nipende kukaribisha sasa tunapokwenda kuanza sasa kuzama ndani ya maandiko haya, tuweze kujua ni vitu gani ambavyo Mungu amekusudia kunena nawe, lakini kunena nasi katika somo la juma hili. Daktari, tunakutana na Musa mpya. Hapa kuibuka kwa Yoshua inaonekana ni baada ya kifo cha Musa. Sasa Musa mpya anatokea hapa. Ukianza kitabu cha Kumbukumbu la Torati hapo 18, lakini kitabu cha Yoshua moja hapo, unaweza kutuambia ni kwa nini jambo la maana kwamba kitabu cha Yoshua kinaanza kwa kurudia ahadi inayohusiana na kile ambacho kingetokea baada ya kifo cha Musa? Karibu. Naam, asante sana. Musa mpya, Kumbukumbu la Torati, Yoshua 1. Hiki ni kipindi cha mabadiliko
makubwa ambayo yanatokea baada ya uongozi thabiti wa Musa miaka 40. Wamekombolewa wana wa Israeli walikokuwa utumwani miaka 430, wamepita jangwani. Sasa Kanaani iko mbele yao. Uongozi wa Musa unafikia tamati, inabidi aibuke mtawala mpya, ndiye Musa mpya, ndiye Joshua. Ahadi inabaki kuwa muhimu sana, kwani kumbuka hata kabla wajavuka ilibidi wapitishwe katika Torati, katika kumbukumbu, katika agano ili waweze kufahamu. Uongozi, kuvuka na nini, zote hizi tukumbuke ni ahadi ya Mungu kuwafikisha katika nchi aliyoweza kuwapatia. Na utakuja utaangalia kwamba licha ya kwamba kitabu cha Yoshua ni cha Yoshua mwenyewe, lakini sura yake ya kwanza Musa anatajwa mara nyingi zaidi hata ya Yoshua. Musa mtumishi wangu, Musa mtumishi wa Mungu. Lakini vile vile Yoshua anakumbushwa na anasisitiziwa awe hodari na mwenye moyo wa ushujaa. Jambo gani tunajifunza kwa habari ya Musa mpya? Yoshua haikuwa kwa bahati mbaya yeye kuitwa kama Musa mpya. Katika Yoshua hiyo moja utaona pale fungu la mwishoni kwamba Musa mtumishi wa Mungu na Yoshua mtumishi wa Musa. Yoshua aliandaliwa katika shule thabiti ya Musa. Sasa ulikuwa wakati wake wa kuongoza. Kwa nini anaitwa Musa mpya? Jambo alilofanya Musa la ukombozi ndilo jambo analokuja kulifanya sasa Yoshua la kuthibitisha ule ukombozi, na ndilo jambo atakalokuja kulifanya Masihi atakavyorejea tena mara ya pili. Kwa hiyo utakuta ni dhana ya ukombozi ndio inazungumziwa hapo. Na kitu cha pekee katika jambo hili ni kwamba zama zimebadilika, lakini agano la Mungu ni lile lile. Umeuliza vizuri mwanzo, kumbukumbu la Torati na Yoshua. Sheria na agano la Mungu ni lile lile. Kizazi kilichokataa kusikia sasa kimekufa, kimefia jangwani. Kizazi kipya cha kina Joshua ndicho kinachosonga mbele, lakini kinasonga na agano na ahadi ya Mungu ile ile. Vipi katika maisha yetu leo? Itapita miaka, mambo mengi yatabadilika, lakini ahadi ya Mungu kuufikisha ulimwengu katika makao katika Kanaani ile mpya tulioahidia ni hakika itabaki vile vile, na sheria yake kama ilivyokuwa katika kumbukumbu la Torati haina budi kushikiliwa. Jambo moja lililowakwamisha wale wana wa Israeli waliofia jangwani ni kwamba hawakufanya kanuni, hawakuzingatia kanuni. Kuna mambo mawili, kuna kusikia kanuni hiyo, kuna kuijua kanuni hiyo, na kuna kuiweka maishani, kuitumia. Wengi leo tunafahamu kanuni kadha wa kadha za mafanikio, lakini je, tupo tayari kuzitumia na kuweza kuona zikitokea? Asante. Nashukuru sana daktari, umeeleza kwa uzuri kabisa kuhusiana na kipengele hiki. Nirudi kwako mwinjilisti. Tunapoendelea hapa tunakutana na vuka, chukua, gawanya, lakini tumika. Katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza kabisa ya kitabu cha Yoshua, tunaweza kujifunza nini kuhusu muundo wa kitabu kutoka kwa sura hii ya ufunguzi? Katika Yoshua sura ya kwanza, kabla sijaenda huko, kuna vitu vya msingi ambavyo tunavipata pia katika kipengele cha Musa mpya. Musa mpya alitabiriwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu sura ya 18 aya ya 15 hadi 22. Alitabiriwa kwa maneno haya kwamba Bwana Mungu wako atakuondokeshia nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikieni yeye. Kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako huko Horebu, ndipo huko Horebu siku ya kusanyiko ukisema nisikie tena sauti ya Bwana Mungu wako, wala nisiuone tena moto huu mkubwa. Huu ulikuwa ni utabiri ambao Nabii Musa alitabiri kuhusiana na nabii huu wa Yoshua kwamba Mungu atamuinua nabii au kiongozi mahiri, kiongozi ambaye atachukua nafasi yake, kiongozi ambaye anamjua Mungu, kiongozi ambaye ni shujaa. Na utabiri huu ulitimia baada ya Musa kufa na Yoshua kuchukua nafasi yake. Na kabla Musa hajafa, aliambiwa Musa na Bwana kwamba amtie moyo Yoshua, maana ndiye atakayerithisha nchi ya ahadi. Lakini katika sura ile ya kwanza ya Yoshua aya ya kwanza hadi ya 9 inaelezea kuhusiana na
swala zima la Yoshua kwamba alikuwa anaitwa mtumishi wa Musa, lakini Musa anaitwa mtumishi wa Mungu. Kwa nini inakuwa hivyo? Ilihitaji utumishi wa uaminifu tena wa maisha yote ndipo uitwe mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kwa jambo rahisi, kwa ni mchakato. Lakini tunapoingia katika swala la vipengele vinne ambavyo ni utangulizi wa kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, ambacho ni vuka, twaa, gawa, tumika. Ni vipengele muhimu ambavyo vinagawanya kitabu cha Yoshua katika makundi makubwa manne. Yaani katika robo hii ya 4, miezi mitatu tutajifunza kitabu cha Yoshua ambacho kipo katika makundi hayo manne. Jambo la kwanza, vuka. Vuka inamaanisha nini? Vuka ni agizo la Mungu ambalo Bwana alimpatia Yoshua kwamba kwa sababu amepokea kijiti kutoka kwa nabii Musa, anapaswa awavushe watu wake kutoka katika Yordani ng'ambo kwenda ng'ambo ya pili. Kwa jambo la kuwavusha halikuwa rahisi. Kwa sababu Yordani kipindi ambapo anaambia wavuke ilikuwa ni kipindi cha masika. Mto umefurika. Haikuwa rahisi. Unajua kipindi cha kiangazi baadhi ya mito mikubwa huwa maji yanakuwa ni machache, wakati mwingine unaweza kuvuka tu hata kwa mguu. Lakini kipindi masika maji ya mtoni yalikuwa mengi sana. Kwa haikuwa rahisi, ilikuwa inahitajika imani. Kuvuka inahitaji swala la imani. Jambo la pili, twaa. Twaa hii inamaanisha ukishavuka katika nchi ya Kanaani, sasa unapaswa kutoa ile nchi ya Kanaani, ile miji ya Kanaani. Wanaitwaaje? Wanaitwa kwa kupigana vita, na vita ni vya Bwana, na Bwana ameahidi ushindi katika vita hii, maana vita ni ya kwake. Na anapotoa maana yake wanapaswa kumiliki. Huwezi kumiliki bila kuvuka. Hata pia katika maisha yetu wakati mwingine tunakumbana na vikwazo mbalimbali ambavyo kwetu vinaonekana kama ni mito ambao pasipo kuivuka hatuwezi kutoa wala kumiliki. Na tunaposema gawa, wakisha toa ile nchi wanapaswa kugawa kila kabila na urithi wake. Ili haya yalikuwa ni maelekezo ya Mungu ambayo alitoa kwanza kwa Musa, hatimaye kwa Yoshua kwamba kila kabila wagawe urithi wao kulingana na wingi wao. Kwa yale maeneo walikuwa nagaiwa kulingana na koo zile na makabila yale 12. Na tunajua makabila yale 10 na nusu alipewa urithi wao ng'ambo ya Yordani, yani Reuben na nusu kabila Manase, lakini makabila haya 10 na nusu walipata urithi wao katika ng'ambo ya pia Yordani. Jambo la 4, tumika. Utumishi. Utumishi ni swala la msingi sana katika huduma ya Bwana. Ukisha fika hatua ya kuvuka, ukatwaa na kwa gawa, kikubwa ni kutumika. Kutumika ni hali ya kujitoa. Inahitaji kutoa muda wako, inahitaji pia kutoa rasilimali zako ili mtumikie Mungu. Inahitaji utoe pia maisha yako yote katika utumishi wa kazi ya Mungu. Tunatiwa moyo kutumika, na tunapotumika hapa tunatumika kwa Mungu, tunatumika chini ya mkono wa Mungu ulio hodari na mkono ulionyooshwa. Kwa hiyo tunatiwa moyo katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza kwamba utangulizi huu una mambo makubwa manne hayo: vuka, twaa, gawa, tumika. Na mambo haya manne pia yanatumika kuelezea kitabu kizima cha Yoshua kuanzia sura ya kwanza hadi sura ya 24. Tunapaswa kujua kwamba katika huduma ya Mungu kwanza tuvuke vikwazo. Jambo la pili, tutwae. Tutwae nini? Tumeahidiwa uzima milele. Tumeahidiwa maisha yasiyokoma, tutwae. Lakini gawa ni nini? Gawa inamaanisha katika vile Mungu alivyotubariki tuwe wakarimu kwa wengine. Tumika mifereji kupitishia baraka kutoka kwa Mungu ziwafikie watu wengine ili wabarikiwe kupitia baraka ambazo Mungu anatupatia sisi. Lakini kutumika tunapaswa tutoe maisha yetu kumtumikia Mungu, na hilo ni jambo kubwa katika huduma ya kumtumikia Mungu. Asante. Na asante sana mwinjilisti, nipende kukushukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa kuhusiana na kipengele hiki. Na daktari, tunapoendelea sasa hapo tunakutana na warithi wa ahadi. Kitabu hiki kinaenda kwa mtiririko kabisa mzuri kabisa. Katika Yoshua sura ya kwanza mstari wa 2 hapo kuendelea, Bwana anamwambia Yoshua kwamba anawapatia wao nchi kwa njia nyingine, lakini alisema kwamba alikuwa amewapa tayari. Hiyo inamaanisha nini? Alikwisha kuwapatia, anawapatia tena. Kuna maneno mawili hapo. Moja wakati uliopita, lakini lingine wakati uliopo na ujao. Warithi wa ahadi. Habari hii ilianza mbali sana wana wa Israeli kufika pale. Ilitokea kwa Ibrahim, ndiye aliyepewa ahadi ile. Kwa hiyo ilikuwa ni mwendelezo. Sasa
kwa nini inatumika hivyo mara mbili, na huenda itakuchanganya kidogo, lakini fuatana nami utaweza kuelewa. Hawakufanya jambo lolote lile ambalo walistahili kuweza kurithi. Hakuna jambo jema ambalo wana wa Israeli walilifanya kwa Mungu, bali ni yeye mwenyewe aliwachagua. Kumbe pasipo kuchaguliwa kwa Israeli kusingekuwa na urithi wao, huenda lingekuwa taifa lingine. Kwa nini wamekwisha kupatiwa? Wamekwisha kupatiwa kwa sababu mbele ya macho ya Mungu tayari alikwisha kuwachagua na alikwisha kuwafanya warithi wa ahadi yake. Lakini sasa kwao, ili waweze kuipata ile ahadi, ili wabidi waweze kufanya jambo moja la pekee sana, nalo ni utii na uaminifu kwa mwenye kutoa ahadi. Kwa hiyo utakuja utaangalia kwamba ahadi ya Mungu ndiye aliyetuchagua kuwa warithi. Kwa nini sisi leo ni warithi? Tunakuwa warithi kwa sababu Wagalatia 3:26 mtumishi wa Mungu Paulo ameelezea vizuri kwamba kupitia Kristo Yesu wote wanaomwamini ni warithi wa ile ahadi. Sasa una nafasi, wewe ni mrithi wa ile ahadi, lakini ili ufurahie, ili upate mema yote ya ahadi ile ambayo Mungu ameweza kukupatia na ameweza kukuchagua wewe kama mrithi, inabidi uamini na uweze kuenenda katika sheria na agano ambalo Mungu ameweza kulisema. Na niseme jambo katika warithi wa ahadi hiyo, ni kwamba wana wa Israeli kwa kipindi chote kile ambacho walikuwa wakitembea na Mungu, machoni pa Mungu walibaki kama warithi. Vipi katika maisha yetu hivi leo? Katika Mungu anatazama sisi kama warithi, lakini wakati mwingine tunashindwa kupata zile baraka ambazo Mungu ametukusudia kutokana na kwamba hatujachukua hatua moja katika mambo manne yaliyoelezewa pale nyuma. Huenda hatujavuka bado, huenda hatujatwaa, labda tumevuka lakini hatujatwaa, labda huenda hatuwagawii wengine baraka ambazo Mungu anatupatia. Tufanye jambo moja, kwani ahadi ya Mungu tayari amekwisha kutupatia, lakini sisi tunaipataje? Kwa uaminifu, kwa utii kwa neno la Mungu na sauti yake. Na nipende kukushukuru sana daktari kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Ninaamini mpenzi mtazamaji na msikilizaji anayetufuatilia kwa sasa ameweza kupata jambo ambalo linaweza kumsaidia katika maisha yake ya hapa duniani, lakini pia uzima wa milele. Kwa wakati huu tulipofika hapa, mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na tutarejea kuendelea na kipindi cha pili tutakachokuwa tunaendelea na mwongozo huu wa somo hili la kwanza kwa robo hii ya 4 kwa mwaka 2025. Tafadhali endelea kwa pamoja nasi. BW Media, stay informed. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, Mungu aendelee kubariki sana kwa kudumu kwa pamoja nasi. Tumerejea tena kuendelea na kipengele chetu cha pili katika somo letu hili la kwanza robo hii ya 4 kwa mwaka 2025. Tunaingia kipengele kingine, mwinjilisti. Katika lesoni yetu tumeshaangalia vipengele vingi katika somo hili, namna ya kufanikiwa na namna ya kupata mafanikio. Tunakutana na habari ya kuwa hodari. Uwe hodari. Katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, ukiendelea kusoma pale mstari wa 7, unafikiri ni kwa nini Bwana alihitaji kusisitiza mara mbili kwa Yoshua kwamba alipaswa kuwa hodari na jasiri? Karibu. Kuna umuhimu wa kuwa hodari kwa Yoshua kwa sababu jukumu alilokuwa amepewa na Mungu kulifanya ilikuwa ni jukumu kubwa na zito. Ndio. Taji mtu ambaye ni jasiri, taji mtu ambaye anafikiri katika mtazamo chanya, ambaye anapoingia katika jukumu atakuwa akimtegemea Mungu kwa kila hatua na kufuata maelekezo ya Mungu ili aweze kufanikiwa katika jukumu ambalo alipewa na Bwana la kuwatoa wenzake katika ng'ambo ya mtu na kuingia katika nchi ile ya Kanaani. Ndio maana neno hili limejirudia katika sura ya kwanza kama mara 4 hivi. Katika sura ile aya ya 6, ya 7, ya 13 na ile ya mwishoni kabisa. Imerudia kama mara 4 hizi neno uwe shujaa na uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kwa ni neno ambalo Mungu alikusudia kumtia moyo Yoshua na kumpatia ujasiri wa kusimama imara katika jukumu ambalo Bwana alimkabidhi. Unajua katika kazi ya Mungu
nahitaji uwe hodari. Na pia kitabu cha Efeso sura ya 6 aya ya 10 hadi 18 Mtume Paulo anaelekeza kwamba japo vita yetu sio ya damu na nyama, tunapigana juu ya nguvu za giza, wafalme katika ulimwengu wa roho. Tunahitaji pia kuwa hodari na kuvaa silaha zote za Mungu. Kama Yoshua alipokuwa amepewa moyo na Mungu kwamba awe hodari kwenye vita vile vya kimwili, kuondosha mataifa yale makubwa, mataifa hodari, mataifa yenye nguvu, mataifa ambayo kuta zake za ile miji ilikuwa ni miji ambayo si rahisi kuiangusha zile kuta zake. Hata jeshi lile la Misri ambao kipindi kile lilikuwa na jeshi imara katika ulimwengu wa kale, ilikuwa ni vigumu kuangusha zile kuta za ile miji ya Wakanaani. Kwa ilihitaji Mungu amtie moyo Yoshua, na Yoshua anapokuwa ametiwa moyo na Mungu atawatia moyo wale wa Israeli na jeshi la Israeli, na hivyo watakwenda mbele kwa imani wakimtumaini Kristo ambaye vita hivi ni vya kwake. Na tunatiwa moyo kwamba vita ni vya Bwana. Iwe ni vya kiroho au vile ambavyo walipigana wa Israeli, vita ni vya Bwana, maana Bwana ndiye aliyewapigania. Tunajifunza hata huko mbeleni kwamba hata ule mji wa Yeriko namna ambavyo uliangushwa kwa mbinu ambazo sio za kibinadamu bali mbinu za Mungu mwenyewe. Kuzunguka tu mara 7 na ukaanguka, haikuwa rahisi kabisa. Kwa hiyo vita ni vya Bwana. Mungu anachotutia moyo katika pambano hili la kiroho kwetu sisi ni kwamba tumtegemee yeye. Tuwe hodari, tuwe na ushujaa, tuwe majasiri, tuwe waaminifu kwake, tushike sheria zake, tufuate maelekezo yake, na kwa njia hiyo tunafaulu katika kufikia zile njozi na mafanikio katika utumishi wa kazi ya Mungu. Kwa ndugu msikilizaji, mtazamaji wa kipindi cha BW cha Mwongozo Kujifunza Biblia, tunatiwa moyo na maneno haya Mungu kwamba katika vita vyetu vya kiroho tunapaswa kumtegemea Mungu, kuwa waaminifu. Na kitabu cha Ufunuo sura ya 2 fungu la 10 nasema uwe mwaminifu hata kufa. Kwa hiyo uaminifu katika utumishi wa kazi ya Mungu ni swala la maisha yote. Sio muda fulani unakuwa mwaminifu baadaye unakata tamaa, la hasha. Ili uweze kufikia mafanikio yanakuhitaji kuwa mwaminifu kwa kila hatua unayopiga. Na kadri unapokuwa na ugumu zaidi, unapokuwa mwaminifu, Mungu anafungua njia. Kwa wale watu ambao tumejifunza katika neno la Mungu kwamba mashujaa wa imani walikuwa waaminifu, walikuwa hodari katika vita hii, hawakukata tamaa, walimtazama Yesu ambaye aliwapatia ushindi kwa kila hatua. Nasi leo tunatiwa moyo kwamba tuwe hodari na ushujaa mwingi ili tuweze kurithi nchi ile ya Kanaani ya mbinguni, na Bwana atatutia nguvu katika vita hii, maana vita ni vya kwake. Asante. Amina. Nikushukuru sana mwinjilisti, umetueleza vizuri kabisa. Nije kwako daktari, tukitoka kwenye point ya mwinjilisti hapa alivyosema kuwa mwaminifu. Inatupasa tuwe waaminifu nyakati zote. Unaweza kutambia tunawezaje kuwa waaminifu ili hali tunaona kabisa watu hawapendezwi na kile tunachokifanya au tunapitia wakati mgumu kabisa? Tunawezaje kudumu kuwa waaminifu katika ahadi za Mungu? Naam, asante. Kuwa mwaminifu ndio uhodari na ushujaa unaozungumziwa. Uhodari ni nini? Uhodari ni kwamba licha ya kwamba kuna hofu, licha ya kwamba kuna changamoto na tunavyojiangalia hatuwezi, lakini tunadumu katika imani yenye matendo iokoayo. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, imeandikwa hivyo, na imani pasipo matendo haiwezekani kumpendeza. Hofu zinapokuja, kuna maradhi ndio tunaugua, lakini tunadumu kwa mwaminifu kwa Mungu kwamba ataweza kutupatia baraka ya uzima. Misiba inapotokea katika jamii zetu, wakati mwingine tunajiuliza sana, tudumu kwa waaminifu kwamba ahadi ya Mungu ya siku moja hakutokuwa na kufa. Changamoto zozote zile, maisha ni vita. Maisha ya kimwili ni vita, ya kiroho ni vita, ya kiuchumi ni vita, na kila vita ina kanuni zake. Mwinjilisti ameelezea vizuri wa Efeso 6 hiyo 10 na kuendelea pale. Niseme jambo moja kwamba pasipo kuwa na tumaini, basi kuwa mwaminifu hata kufa ni ngumu sana. Kumbuka, uhodari ndio mstari uliopo katikati ya ahadi ya Mungu na kuweza kutimilika kwa ahadi ya Mungu maishani mwetu. Unapovunja mstari wa uhodari, mstari wa uaminifu, mstari wa ushujaa, mstari wa utii kwa Mwenyezi Mungu, hauwezi kupata ile ahadi na baraka ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunatiwa moyo, na utaangalia yanarudiwa maneno haya. Tunasahau, tunakutana na changamoto nyingi. Tujitie moyo kwamba yapaswa tuwe hodari na wenye moyo wa ushujaa. Na jambo la kipekee ni kwamba vita
tumekwisha shindiwa. Sisi tunachotakiwa ni kumtazama mshindi peke yake. Tunaenda vitani tunamjua mshindi kabla hata ya matokeo hayajakuwa. Kwa hiyo katika changamoto yote unayopitia, kuwa hodari na mwenye moyo wa ushujaa. Amina. Naam. Kustawi na kufanikiwa. Unaweza kutupa maana ya maneno haya kabla tujaendelea mbele kuichambua kwa undani kabisa, maana ya kustawi pamoja na kufanikiwa? Asante sana. Nisome Zaburi 1. Utaweza kupata maana ya maneno haya, kustawi na kufanikiwa. Kuanzia lile fungu la 2. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake na majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Huyo ni nani? Huyo ni heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Fungu la 4. Sivyo walivyo haki, hao ni kama makapi. Utamalizia hapo. Kustawi na kufanikiwa. Waandishi wa Biblia hususani Zaburi, Mithali, Mhubiri na vitabu kadha wa kadha zimetaja neno kufanikiwa kama kuenenda katika sheria, na inataja sheria ya Mungu ni tamu, huiburudisha nafsi. Lakini inaenda mbele zaidi, inahusianisha hekima na kuweza kufanikiwa. Mafanikio kwa lugha rahisi ni kwamba ukiachilia mbali tafsiri zote ambazo zitakuwepo na zipo kwa ajili ya mafanikio, lakini kushikilia na kuipata ahadi ya Mungu maishani mwa mwanadamu ndiyo mafanikio. Kwa hiyo utakuja utaangalia kwamba katika maisha yetu ya kila siku, ili tuweze kufanikiwa kiroho, inabidi tuweze kuipata ahadi ambayo tayari tumekwisha kupewa. Na tunaipataje? Tunaipata kwa kufanya mbinu ambazo tumekwisha kuziona pale mwanzo. Na kustawi kuna kuja mara baada ya mti uliopandwa kando kando ya mto. Yohana anaenda mbele zaidi, Yohana 15 anaposema, mimi ndimi mzabibu nanyi ni matawi, kaeni ndani yangu ndipo mpate kuzaa matunda sana. Nje ya Mungu, nje ya kanuni za kimungu, hakuna mafanikio. Licha ya kwamba vitu vya kushikika, mali, fedha, hauwezi kuviepuka unavyosema neno mafanikio, lakini kumpata Yesu, kufanikiwa kiroho, ahadi za Mungu maishani mwetu ndio mafanikio thabiti. Na mwisho kabisa, uwepo wa Mungu katika maisha yetu utatupatia vyote ambavyo tunahitaji. Kwa hiyo ikiwa unatamani mafanikio ya ulimwengu huu, Mungu yupo tayari kukupatia. Dumu katika yeye. Ikiwa unahitaji mafanikio yoyote ya kijamii, ya kiuchumi na kitu chochote kile, kanuni ni moja tu: uaminifu na utii, ndipo matunda, ndipo kustawi kutakapokuja. Asante. Asante sana. Na nikushukuru sana Daktari Martin kwa kutupatia ufafanuzi mzuri kabisa kuhusiana na habari ya kustawi pamoja na kufanikiwa katika ahadi za Kristo. Nirudi kwako mwinjilisti, uweze kutupa nyongeza katika sehemu hii kwa undani kabisa, lakini tukija kuhusianisha uhusiano uliopo kati ya sheria pamoja na imani. Karibu. Asante sana. Katika sehemu hii ya kufanikiwa, ina mambo matatu ambayo nimeangalia hapo. Jambo la kwanza, ili ufanikiwe unapaswa uwe na mahusiano na Mungu, maana mfanikishaji ni Mungu. Tunapewa changamoto ni kwamba kumjua Mungu. Ili ufanikiwe mjue Mungu, na kumjua Mungu sio tu kujua kwamba yeye ni muumbaji na mkombozi. Ni zaidi hapo. Kumjua Mungu ni mahusiano ya karibu na yeye, mahusiano ya kina, mahusiano ya kila siku. Ni ile hali ya kuonyesha utii kwa sheria yake. Ni ile hali ya kuonyesha kwamba unampenda Mungu kwa kuonyesha unaishi neno la Mungu, na maisha yako yanapatana na ukweli ambao Mungu amejifunua kwao. Katika sehemu ya kufanikiwa kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni imezungumziwa neema, lakini imezungumziwa imani pamoja na sheria. Vitu vitatu vinategemeana. Sheria ni sheria ya Mungu, sheria takatifu ambayo inafunua dhambi, kwamba sheria hiyo unapoivunja unakuwa umefanya dhambi. Na unapofanya dhambi utahitaji kuokolewa, utahitaji neema ili kuokoe. Wokovu unapatikana kwa neema.
Kwa neema inachukua nafasi pale unapokuwa umevunja sheria ya Mungu na umetenda dhambi, na hivyo utahitaji neema kwa ajili ya wokovu. Na neema hii inakuokoa kwa njia ya imani. Kwa ni mambo matatu ambayo ni kama chain ambayo yana muunganiko mzuri na wapekee sana. Na imani, ili uidhirishe imani yako, unaidhirisha kwa njia ya matendo. Matendo gani? Katika kutii sheria ya Mungu. Maana imani bila matendo imekufa. Kwa imani iliyo hai inadhihirishwa kwa matendo, kwa kuonyesha utii kwa sheria ya Mungu, sheria takatifu ambayo ni takatifu na ni njema sana. Na sheria hii inafunua tabia ya Mungu, tabia ya upendo. Mungu ni upendo, na upendo wa Mungu unafunuliwa kupitia sheria yake. Na ndio maana Yesu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 22 aya 39 na hadi 40 anasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, na mpende jirani kama nafsi yako. Katika sheria ya Mungu zinafunua upendo, upendo halisi wa Mungu. Katika sheria zile 10 au amri 10 za Mungu, amri zile 4 za kwanza zinafunua upendo wetu kwa Mungu, na zile 6 za mwisho zinafunua upendo wetu kwa wanadamu wetu, namna tunafikia tutendeane sisi kwa sisi. Kwa hiyo sheria ya Mungu inafunua tabia ya Mungu, na tabia ya Mungu ni upendo. Kwa hiyo katika kufanikiwa kwetu tunapaswa tupate maelekezo ya Mungu, kutii sheria yake. Na imani inakuja inadhihirika kwetu kupitia utii wa sheria yake. Na sheria unapoivunja utakuwa umefanya dhambi, na hivyo utahitaji uokolewe, na wokovu unapatikana kwa njia ya neema. Kwa mambo ya matatu yanategemeana katika mafanikio yetu, na yote yanapatikana kwa Mungu ambaye ndio kiini cha mafanikio yetu. Ninakutia moyo ambaye unafuatia kipindi cha kujifunza Biblia kwamba mafanikio yako binafsi ya kiroho, mafanikio yako binafsi katika maisha yako ya kawaida yanategemea na namna ambavyo una mahusiano na Mungu ya karibu na ya kina. Maana yeye ndiye anatoa mibaraka yote, iwe ya kiroho na ya kimwili. Ndiye anayefungua kila njia na kufungua vile vilivyojifunga katika maisha yetu. Kwa hiyo tukihitaji mibaraka, tumtegemee yeye, tuonyeshe utii kwake, tutembee katika sheria yake, tutembee katika nyayo zake. Na Mungu ameahidi mibaraka tele kwa wale wote wanaomtii. Na maana Zaburi inasema kwamba heri asiyekwenda katika shauri ya wasio haki, heri asiketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Sheria ya Bwana ambayo ni upendo inapaswa kutupendeza, tuitafakari mchana na usiku, tuishi na iwe sema maisha yetu. Na hivyo tutategemea mafanikio endapo tutaonyesha utii wetu kwa Mungu na kujenga mahusiano yetu na yeye katika maisha yetu kila siku. Ndipo Mungu atajifunua kwetu kwa kutupatia mafanikio na kutubariki katika baraka tele za kiroho na za kimwili. Asante. Na asante sana mwinjilisti. Tunatumaini mpenzi mtazamaji na msikilizaji anaendelea kutufuatilia amekwisha kubarikiwa na vipindi hivi, na tunapoendelea kupiga hatua zetu za mwisho kabisa daktari, ndivyo tunavyohitimisha somo letu hili la kwanza. Na ni somo la kwanza kwa robo ya 4 mwaka 2025. Una neno gani la kumwambia mpenzi mtazamaji na msikilizaji anayetufuatilia kuhusiana na somo la juma hili? Ni vitu gani anavyopaswa kutoka navyo? Karibu. Tayari umekwisha kugundua mbinu hii ya mafanikio tunayoiongelea? Ikiwa bado, naomba nikueleze tu kwa kifupi. Mbinu hii ni nini? Mbinu hii ni utii na uaminifu kwa sheria na agizo la Mwenyezi Mungu. Agano, mwisho wa siku lazima tutakubali tu kwamba hatuna kitu chochote kile ambacho tunaweza kufanya ukilinganisha na ahadi ambazo zote tumeahidiwa. Kwani wewe leo upo hai, umefanya nini? Umempa nini Mungu mpaka leo upo hai? Umefanikiwa katika maisha yako, umefanya nini cha ziada? Hapana. Mwisho wa siku ni Mungu mwenyewe ndiye anayetupatia ahadi hizo, na hakuna ahadi tamu na bora kama uzima wa milele. Na anayeutoa ni nani? Anayeutoa ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo, na Yesu ni nini? Na Yesu ni agano na kanuni ambazo zilikuwepo toka pale awali. Kwa hiyo, mbinu kadhaa za mafanikio. Kichocheo cha mafanikio ni kwanza kumwamini na kumtumainia huyu Yesu ambaye tumepewa. Alafu pili, kujitia moyo na kuwa hodari na majasiri katika changamoto tunazokutana nazo. Lakini na mwisho kabisa, kudumu katika ahadi, kudumu kutumainia, kudumu kuwa katika vita, kupambana, huku tukifahamu ya kwamba Yesu amekwisha kupambana kwa ajili yetu. Tumtazamie yeye, hakika mafanikio na ahadi tunayoitarajia ni amini. Asante.
Asante sana. Nipende kuwashukuru kwa ajili ya mwongozo huu ambao tumeendelea kuchambua, na ni matumaini yangu tutaendelea kuonana na kukutana zaidi kwa ajili ya kumfikishia mpenzi mtazamaji na msikilizaji kile ambacho Mungu amekusudia aweze kukipata katika lesoni ya robo hii ya 4. Mungu awabariki sana wachambuzi wetu. Nilikuwa na Daktari Martin Maduhu, lakini pamoja naye nilikuwepo na mwinjilisti mahili kabisa huyu Mwinjilisti Masaka, Matthew Masaka. Na nipende kukaribisha mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika somo linalofuata. Tumefikia mwisho wa somo hili la kwanza na tunaendelea na masomo mengine mengi zaidi hapo mbele. Nikusihi uendelee kujumuika pamoja nasi, usipungue kutufuatilia. Endelea kutufuatilia kwa mfululizo ili uweze kupata kile ambacho Mungu amekusudia uweze kukipata. Ulikuwa na Miriam Esau, sina la ziada kwa sasa, nikukaribisha wakati mwingine. Mungu aendelee kubariki sana. Tunapofunga kipindi chetu nimkaribishe mwinjilisti Matthew Masaka aweze kutufungia kwa ombi. Karibu. Asante Mungu wetu kwa mibaraka katika mianzo hii ya robo hii ya 4 katika mwongozo kujifunza Biblia. Tumekuwa na tunaanza na kitabu kizuri cha Yoshua chenye masomo ya kusisimua, masomo ya kutia moyo. Katika mianzo hii tunahitaji Bwana tuanze pamoja nawe. Utuongoze na kutufanikisha katika robo hii kuanzia mwezi wa huu tunaanza na kuendelea hadi mwezi wa 12. Tuweze kujifunza masomo ambayo yatakuwa ni mbaraka kwa kila mmoja wetu. Naombea baraka kwa ajili ya mtazamaji wa kipindi hiki, endelea kumbariki na kumpatia ufahamu na uelewa zaidi, na kufuatia vipindi hivi apate kujua wewe, na hatimaye Bwana upate kumfanikisha katika mipango ya katika masuala ya kiroho na pia masuala ya kiuchumi. Zaidi Bwana tunahitaji utupatie nafasi na kuishi neno lako na kulitenda ili tuweze kuwa warithi wa ufalme wa mbinguni. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.